Umoja wa Mataifa umetoa wito kwa pande zote mbili kuzingatia usalama wa walinda amani katika eneo hilo ambalo linakabiliwa na mapigano kati ya kundi la wanamgambo Hezbollah dhidi ya wanajeshi wa Israel. Kikosi cha muda wa Umoja wa Mataifa nchini Lebanoni kimesema kwamba shambulizi lilolenga moja kwa moja vichwa vyake liliwajeruhi walinda amani watatu. Shambulio hilo linajiri siku chache mara baada ya yale ya mwisho wa juma yaliyowaua wafanyakazi wengine watatu wa Umoja wa Mataifa nchini humo. Umoja wa Mataifa umetoa wito kwa pande zote mbili kuzingatia usalama wa walinda amani katika eneo hilo ambalo linakabiliwa na mapigano kati ya kundi la wanamgambo Hezbollah dhidi ya wanajeshi wa Israel wanaoendesha mashambulizi ya ardhini. Huko Iran, shirika la habari la Fars limesema kwamba jeshi nchini humo limeanzisha msako wa rubani wa ndege ya kivita ya Marekani F-33 iliyodunguliwa na mifumo yake ya ulinzi wa anga. Kamandi kuu ya Marekani inahusika na shughuli za kijeshi katika Mashariki ya Kati haijatoa tamko lolote kuhusiana na mkasa huu ambao video yake inasambaa katika mitandao ya kijamii. Kwingineko, waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amemfuta kazi mkuu wa jeshi la nchi hiyo Jenerali Randy George pamoja na maafisa wengine wawili wakuu.